Sasa unajua kwanza ni uongo. Anti mimi hajaniandikia talaka. Kwa nini anti aniandikie talaka? Mimi talaka niliandika mwenyewe. Kwa hiyo hizo ni story ambazo mimi mwenyewe pia nazisikiaga kwamba watu wanasema mimi nimeandikiwa talaka na anti. Lakini mimi sikuandikiwa na anti. Hata mwenyewe nani Shishi alishaivia kusema kwamba wewe umeandikiwa talaka na anti. Lakini mimi sikuwahi kuandikiwa talaka na anti. Mimi niliandika mwenyewe. Nimeona kwamba tunapokwenda tunashindwana na dini yetu inaruhusu kwamba mnapoona kwamba mmeshindwana basi muweze kuachana kwa wema. Mimi nikafanya hivyo, lakini anti akuniandikia talaka Roja, wallahi. Lakini alishiriki. Sasa yule unajua alikuwa ni kama mama yangu. Wewe mwenyewe unajua, yule ni kama mama yangu kwa hapa town. Kwa hiyo inapopata tatizo mara nyingi nilikuwa nampelekea. Tatizo lolote, anajua matatizo mengi na raha nyingi ambazo mimi nishawahi kupitia. Kwa sababu nikipata lolote simu yangu ya kwanza inakuaga kwake. Kwa bwana kuna tatizo 1 2 3 ananishauri tufanye hivi tupite njia hii. Kwa hiyo mimi nienda nikapeleka tatizo, nikapokea ushauri, nikachuja, nikaona mazuri nikafanyia kazi. Yeah. Okay, Romy, jana kupitia Instagram page yako ulichapisha maneno ambayo yalikuwa yanasema kwamba kuna watu wabaya wamefanya kila njia ili jambo hili ambalo limefanikiwa leo lisifanyike, ambapo ilikuwa lisifanyike. Unaweza kutuambia ni watu gani hao wabaya na unashauri na nini kama maadui? Mimi naamini kwenye maisha yangu na maadui, ingawa sio wengi. Sio kama umenielewa, kwa sababu hakuna binadamu ambaye hana maadui. Inawezekana hata rafiki yako wa karibu anaweza akawa ndo adui yako. Lakini kinachokuja kutokea ni kwamba taarifa tu zilitufikia, mimi zilinifikia kwamba kuna baadhi ya watu wamekusanya waandishi wa habari, wamekwenda nao mahali, wamejua leo tuna press, wamekwenda kulewa nao ili wawachanganye wasifike kwenye press, wamelewa nao sana. Sijui umenielewa, kwa kujua labda press itakuwa tunaenda kuwazungumzia wao. Kumbe sisi tuna vitu vingine tunakuja kutangaza na ule. Kwa waandishi wakashindwa. Kwa hiyo siwezi kuwataja, lakini waandishi walishindwa, wengi walikuwa na mahangover baada ya kwenda kunyweshwa pombe nyingi sana. Wakapotea. Kila nikipiga simu waandishi wanazuga hivi vile. Ndio bwana nikasema sasa waandishi kweli watu wenye nguvu na pesa kuanulia pombe wanawafanya wasije kwenye press yangu. Serious. Ndio mimi nikaandika ile kwa siri, lakini nikasema nitakaza leo hata akija waandishi 5 6 tulimalize ili jambo. Lakini fitna hiyo bwana ilipita. Kama ujui ndo nakupa hiyo. Vita ni kali, watu wakikaa wanatangaza amani, lakini nyuma wameficha mapanga mzee. I'm telling you wallahi. Wanatangaza amani lakini nyuma wameficha mapanga. Unawaficha sasa wale watu ambao kwa sababu na wao si wanaficha. Kwa hiyo vita hizi ziko nyuma. Kwa sababu na wao wanajificha na mimi naficha, kwa hiyo tunapambana nyuma mbele hivi tunachekeana. Lakini na wao siku watakapotoka mbele kabisa kwamba unajua sisi binadamu tunajua sisi huu ni mwili tu, kuna ndani na sisi. Na wao watapotoka kwenye hadharani kusema kwamba sasa tuna vita. Basi na mimi nitakuja kukombea hoja sasa wale nilokuambia ndo wale. Inamuhusu Shilole kwa mmoja. No sasa hilo jambo. Ni mtu watu. Ni watu. Ni mtu akiwa na watu. Unajua tena mtu anakuwa mtu, lakini kama mfano mimi nakuwa na ndugu zangu 2 3. Sielewa tunapanga jamani. Mbona tumeona hichi kitu huyu kama asija kaenda kuharibu mipango fulani huyu. Sasa cha kufanya hapa tuite waandishi hao. Tuwakesheshe, hawachoke hao. Ili kesho sisi tusifanye ile jambo. Na kweli bwana, waandishi walichoka. Piga sana simu. Inahusiana nini na kazi yako? Inahusiana kwamba mimi nina shida na nyinyi waandishi. Sasa kama waandishi walikuwa wamekeseshwa hivi, mbona wale waandishi wako hapa? Si ndo manake jana walikaa kwenye energy nzuri na jana nikajua nafanyaje coordinator nikampata mzuri, au nataka mpaka ni mtaji ndo akapambana kuwaleta. Yaani kapambana sana. Yaani wenyewe mpaka waandishi wenyewe mfika hapa kwanza ni coordinator kapambana sana. Kuna watu washazuiwa mpaka hata kufanya interview na mimi. Inaonekana una kinyongo na Shilole. Sijamtaja, sijasema kama ndio huyo. Mimi na maadui wengine wengi. Mimi nimeanza kupiga picha muda kaka, na maadui wengine napiga picha zaidi mwaka wa 10 huko. Kama sio 12 na maadui wengine wengi. Sasa Shishi kwa nini awe na adui? Hana uadui na mimi. Kwa kiliziki gani anachokipata? Unathibitisha kwamba Shilole hana uadui wote na wewe. Hana uadui. Sawa, kwenye hilo. Kama hana uadui wote na wewe, unamwambia nini Mziwana ambaye pia ameachana na Shilole miaka mingi iliyopita, anahisi bado ana adui na Nuhu? Sasa mimi sijajua. Pia na mazungumzo yako unazungumza. Ndio maana nataka nikwambie kitu. Mimi sijui wao walikuwa na bondi gani, ama wao walikuwa wana issue gani katika mahusiano yao, sawa?
mpaka saizi yule anazidi kumwaccuse yule. Lakini unajua lisemwalo ulipo kama alipo linaweza likawa linakuja. Na ndio maana najaribu kukwambia kwamba mtu anaweza kawa anatangaza amani. Unajua hakuna kitu kibaya kama mtu kukufanyia kitu nyuma ya pazia. Roja, mimi na wewe tumekaa kwenye kiti, mimi nakukanyaga, wewe ukinipiga kofi watakuona wewe mbaya, kumbe mimi nilikukanyaga huku chini kwamba kap, sijui kama unanipata. You have to, yani wewe nielewe, kama una D2 hivi vitu huwezi kuvipata. Yani mtu anakutekenya chini kwa chini, wewe huna nguvu ya kupambania chini, unaenda kusema kwa watu wakupe msaada. Ukisema msaada watu wanakuona mjinga nini, uja move on. Mbona mwenzio hafanyi chochote, hana muda na wewe. Yani kwa hiyo Inu ni mtu anatakiwa asikilizwe, you never know. Anatakiwa asikilizwe, lakini kwa upande wangu mimi hakuna uadui yoyote. Lakini kwake anatakiwa ndio asisikilizwe. Wewe umeishi na Shilole kwa muda mrefu sana pia. Na unamjua tabia zake. Unaamini kile ambacho anaongea Nuhu na ukweli kwa asilimia ngapi? Sababu unamjua mtu ambaye umeishi naye pia. Kuishi na mtu haimaanishi kwamba unamjua sana. Mimi simjui sana. Simjui sana kwa kweli. Yaani kweli nimeishi naye, lakini sio kwamba ndo namjua. Kwa sababu unajua hata yeye mwenyewe mimi pia anijui. I'm telling you. Hata yeye mwenyewe kumwambia kama mimi anijua, yeye mwenyewe pia anijui. Anijua kidogo sana. Inawezekana kuna vitu ambavyo navifanya sasa hivi, yeye sasa hivi bado ndo akiviona anashangaa kwamba kwani tunajua kuna watu walikuwa maostazi, baadaye tukajua kumbe sio ostazi. Sio nielewa. Kwa hiyo watu mtu kumjua ni ngumu. Kwa hiyo leo unamwambia nini? Yule ambaye alita waandishi, kawaelewesha ili mambo yako yasifanikiwe, una lipi la kumwambia? Mimi ninachotaka nimwambie ni kwamba jambo limeenda. Waandishi kama ndo wao wamefika. Sijui umeelewa? Na tumefanya. Kwa hakuna chochote anachoweza kukomisha kwenye maisha haya, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo mpangaji wa kila kitu, na ndo anapanga riziki za watu, na wa riziki na vitu na riziki zao wanazopata, kwa sababu wao wanapata nyingi sana. Basi na sisi hata hizi ndogo ndogo wasio wanatuwekea mageti tupite na sisi tufike. Uone kama mtu unaonekana mtu wa kuanza na kupuliza. Kwa nini? Jamani. Sasa kivipi huyo Roja? Unataka kunilazimisha sasa. Unaelewa, unataka kunidrag kwenye vitu ambavyo kuna muda havina msingi. Je, mnamuona bwana Robi Akumbuke. Siamini kama mtu unaishi naye muda mrefu hapa asijue au usijue. Umekanaga kama ngapi shule? Mingi sana. Sasa kwa nini usimjue? 2012, 2013. 2020, 2024. Kuna kama miaka 7 hivi. Tukaenda miaka 3 miwili lazima utamjua. Unajua kuna watu mamafia huwezi kujua. Yaani mtu anakaa hata miaka 20 mzee hujui. Wewe kumbe hujawahi kumbe kujua. Kuna watu wewe unaweza pia ukakaa demu wako lakini pia umjui mzee. Siku tu kuja kumjua mwanamke wako sasa ndo huyu.